Kanisa na wasalimu katika jina la Yesu. Mko wazima? Nataka kumshukuru Mungu ni kwa ajili ya siku ya leo, na pia naheshimu mafuta ambayo yako katika madhabahu haya na mafuta ambayo yako juu ya mtumishi wa Mungu, nabii wa Mungu Phoebe Mbuga. Naheshimu pia mafuta ambayo yako chini ya watumishi wote tunahudumu pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Na pia nitakushukuru Mungu kwa mtumishi wa Mungu kunipa hii nafasi, licha kwamba alikuwa amesahau, lakini amekuja akakumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sichukulii kawaida, ni kwa neema ya Mungu na ni kwa nguvu za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wale ambao hawanijui, kuna wale ambao hawanijui kweli, naamini mnanijua nyote. Haleluya. Nataka kumshukuru Mungu ni kwa ajili ya mchana wa leo. Shukuru hata ambao umefika katika ibada siku ya leo. Sitakuchosha maana pia naona muda umeenda. Nataka tujifundishe kuhusu mavazi, na tayari asubuhi mtumishi wa Mungu alikuwa amegusia, na hata sasa hivi pia naona nabii wa Mungu pia amegusia sehemu hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tuamini na tuombe. Baba, katika jina la mwana Yesu Kristo, ninakuinua na kuabudu na kupa sifa. Sema kuna aliye kama wewe Bwana. Basi amefika Baba, tunahitaji kulipokea neno lako. Neno lako ni mkate wa uzima, neno lako ni nuru, neno lako ni mwangaza, neno lako linaponya. Leta neno lako likabariki watu wako, likawajenge, likawafinyange, likawatengeneze na kuwafanya jinsi unavyopenda, maana kuna aliye kama wewe. Nashuka chini Baba, ukanitumie kama chombo jinsi unavyopenda na jinsi unavyotaka Bwana. Chukua mengi ya kinywa changu, ukanipe mengi ya uzima, mengi ya ukombozi, mengi ya watu kubarikiwa, mengi ya watu kuinuliwa, ni kwa ajili ya utukufu wako Jehova. Baba, nakataa maroho ya kwa katika anga yangu ya kuzitofuna neno na anga kila moja, ninaharibu katika jina la Yesu. Na Roho wako Mtakatifu akatawale na nguvu zako zikatembee mahali hapa, maana ni wewe tu Bwana na Bwana. Asante maana ndio kutenda na kutawala na kutamalaki, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Bwana Yesu asifiwe. Pate mtu ambaye atatusomea. Tunajifundisha kuhusu mavazi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Naongelea vazi la kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna mavazi ya kimwili na kuna ile vazi ambalo Mungu amekuvalisha la kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nataka tufungue katika kitabu cha Zakaria 3:1-7. Utasoma yote maana tuko na vifungu vingine. Kisha Bwana akanionyesha Yoshua kuhani mkuu amesimama mbele ya malaika wa Bwana, na Shetani amesimama mkono wake wa kuume ili kushindana naye. Bwana akamwambia Shetani, Bwana na akukemee ewe Shetani, na Bwana aliyechagua Yerusalemu na akukemee. Je, hiki si kinga kilichotolewa motoni? Basi Yoshua alikuwa amevaa nguo chafu sana, naye alikuwa akisimama mbele ya malaika. Naye huyo akajibu akawaambia wale waliosimama mbele yake, akisema, mvueni nguo hizi zenye uchafu. Kisha akamwambia yeye, tazama, nimekuondolea uovu wako, nami nitakuvika mavazi ya thamani nyingi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Neno la Bwana linazungumza kuhusu mtumishi wa Mungu Yoshua. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linatuambia kwamba mavazi ambayo alikuwa amevalishwa mtumishi wa Mungu Yoshua yalikuwa ni mavazi ambayo yamechafuka. Bwana Yesu asifiwe. Na neno la Mungu nasema kwamba kulikuwa na malaika ambaye alikuwa amesimama mbele ya Yoshua, na alipomtazama Yoshua akamwona amevalishwa mavazi ambayo hayafai, mavazi ambayo hawezi kumpa Mungu utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Bwana linatuambia kwamba Shetani alikuwa anashindana na mtumishi wa Mungu Yoshua. Bwana Yesu asifiwe.
Kunalo vazi ambalo unaweza kuvalishwa na mwovu ibilisi likawa linashindana na wewe kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Unapojaribu kupiga hatua 2-3 kwenda mbele, unajipata unarudi nyuma. Kumbe ni vazi ambalo umevalishwa na mwovu ibilisi, linashindana na wewe kimaisha, linashindana na wewe kihuduma, linashindana na wewe kibaraka. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linatuambia kwamba malaika alipomwona mtumishi wa Mungu Yoshua, akaamrisha watu wakaweze kumvua zile nguo, maana zilikuwa zimechafuka. Bwana Yesu asifiwe. Na alipovuliwa zile nguo, alivalishwa mavazi yenye thamani. Bwana Yesu asifiwe. Kunalo vazi ambalo limechafuliwa na adui, kunalo vazi ambalo limechafuliwa na miungu. Siku ya leo Bwana anaenda kuliondoa, na unaenda kuvalishwa vazi la thamani ambalo litamwabudu Bwana na kumtumikia Mungu katika roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Lile vazi ambalo lilikuwa limechafuka lilikuwa haliwezi kumfanya Yoshua akaweze kukaribia mbele ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maana Bwana anapomwangalia Yoshua amechafuka. Bwana Yesu asifiwe. Anapoangalia nje amechafuka, anapoangalia ndani amechafuka. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anapotazama katika anga ya Yoshua alikuwa haoni nafasi ya kuingia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna vitu ambavyo umevalishwa, na ulipovalishwa vimefanya kuwa nafasi ya Mungu imekuwa ndogo ndani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana anataka kupata nafasi ambayo ni kubwa ndani ya moyo wako ili akaweze kufanya kazi na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Malaika wa Bwana anaamrisha kwamba Yoshua avuliwe yale mavazi ambayo yalikuwa na uchafu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na alipovuliwa yale mavazi ambayo yalikuwa na uchafu, alivalishwa mavazi ya thamani. Bwana Yesu asifiwe. Na malaika wa Bwana akamwambia Yoshua kwamba nimekuondolea maovu yako yote. Bwana Yesu asifiwe. Nami nimekupa nafasi ya kukaribia katika kiti cha enzi. Bwana Yesu asifiwe. Vitu ambavyo vinashindana na wewe, mavazi ambayo umevalishwa, naweza kuwa umevalishwa kupitia kwa ndoto, umevalishwa kwa kujua na kutojua, umevalishwa bila kuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Umevalishwa mavazi ya kukataliwa. Bwana Yesu asifiwe. Umevalishwa mavazi ya kuishiwa. Watu wanapokuona wewe unaonekana umeishiwa, unaonekana unakataliwa, unaonekana hauna kibali. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni mwovu shetani ambaye anashindana na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Anashindana na kile ambacho Bwana ameweka ndani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Anashindana na ule uzuri ambao Bwana amekupatia. Bwana Yesu asifiwe. Anashindana na ile kazi ambayo Mungu amekupa. Anashindana na baraka ambazo Mungu amekusudia akaweze kukupatia. Bwana Yesu asifiwe. Yoshua akawa amechafuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Soma hiyo 7. Bwana wa majeshi asema hivi, kama ukienda katika njia zangu na kama ukishika maagizo yangu, ndipo nitakapoihukumu nyumba yangu, nawe utazilinda nyua zangu, nami nitakupa nafasi ya kunikaribia kati yao wasimamao karibu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda mbele zangu, Bwana Yesu asifiwe, nami nitakupa nafasi ya kati ya wale wanaosimama mbele. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yoshua alikuwa anaonekana mtu ambaye ni mchafu sana. Bwana Yesu asifiwe. Mavazi yake ya ndani yalikuwa yamechafuka. Utu wa ndani ulikuwa haufai. Bwana Yesu asifiwe. Utu wa ndani ulikuwa haupendezi. Utu wa ndani ulikuwa umejaa giza. Bwana Yesu asifiwe. Inamaanisha kwamba Yoshua alikuwa anahitajika avae vazi ambalo ni la utakatifu, amwambie Bwana akamtakase tena. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wengine tumevalishwa mavazi ya uongo ndani ya vinywa vyetu. Bwana Yesu asifiwe. Unatamka lakini unatamka ulaghai, unatamka uongo, unatamka vitu ambavyo havifai. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo Bwana anaenda kututakasa. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo Bwana anaenda kutuosha.
Siku ya leo Bwana anaenda kutuvalisha mavazi ya thamani nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Mavazi ambayo yako na thamani nyingi mbele za uso wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Vazi ambalo linapendeza, vazi ambalo linang'aa. Bwana Yesu asifiwe. Vazi ambalo linawaka moto. Neno la Mungu nasema kwamba Yoshua alikuwa anaonekana yeye ni kinga kinachowaka moto. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Ibilisi akawa anashindana na yeye kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anakuona unapokaa katika kanisa mahali hapa, anakuona wewe ni mtu wa heshima, anakuona wewe ni mtu wa maana, anakuona wewe ni mtu wa baraka. Lakini Ibilisi amesimama kushindana na wewe na kukuvalisha mavazi ya uchafu ili anga yako ikaweze kuchafuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Siku ya leo tukamwambie Bwana akaweze kututakasa. Bwana Yesu asifiwe. Anga yako ya kiroho ikatakasike. Bwana Yesu asifiwe. Lile vazi la ndani likatakasike, likawe safi la kupendeza machoni pa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tusome hiyo Mwanzo 41:42. Farao akavua pete yake ya muhuri mkononi mwake, akaitia mkononi mwa Yusufu, akamvika mavazi ya kitani nzuri, na kumtia mkufu wa dhahabu shingoni mwake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Farao anavua pete yake, anamvalisha Yusufu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini avue pete yake na mvalishe mavazi ya kitani nzuri huyu Yusufu? Bwana Yesu asifiwe. Farao alikuwa ameota ndoto ambayo ilikuwa imeshinda watu kutoa fasiri yake. Bwana Yesu asifiwe. Na Yusufu yuko ndani ya gereza, anaitwa mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Na neno la Mungu nasema kwamba tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho wa Mungu ndani mwake. Bwana Yesu asifiwe. Tayari Yusufu alikuwa amevalishwa vazi la roho wa Mungu ndani mwake. Farao anamtoa katika gereza, anakuja anafasiri ile ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Naye anavua pete, anamvalisha Yusufu. Anachukua mavazi ya kitani, anamvalisha Yusufu. Bwana Yesu asifiwe. Ishara ya kwamba Yusufu alikuwa amepata nafasi ya kuingia katika ikulu na kujua ndani ya ikulu ni nini kinachotendeka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yusufu alipovalishwa hivi vitu, alikuwa anaandaliwa kuingia katika ile ikulu. Bwana Yesu asifiwe. Na ajue ni nini ambacho kinafanyika katika ikulu. Shetani anapingana na watu baraka zao. Bwana Yesu asifiwe. Ibilisi anapingana na watu kuenda mahali pazuri pa kumtukuza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Shetani anapingana na anga ya mtu ambayo Bwana amekwisha kuiandaa. Bwana Yesu asifiwe. Yusufu anauzwa kwa Farao, ananunuliwa, anawekwa katika nyumba ya Farao. Mke wa Farao anamgeukia. Bwana Yesu asifiwe. Unaposoma hiyo historia unapata kwamba mke wa Farao alikamata vazi la Yusufu ili Yusufu akaweze kuwekelewa mashtaka ambayo yalikuwa si yake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini baada ya pale mfalme Farao anaota ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Naye anaenda kuitolea fasiri yake, anaandaliwa, anaingia katika nyumba ya ikulu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Vazi ambalo litakupatia nafasi kuingia katika nyumba ya ikulu. Bwana Yesu asifiwe. Kuingia mahali pazuri ambapo Bwana amekuandalia. Bwana Yesu asifiwe. Kuingia mahali ambapo ni mbele ya watu wakubwa. Bwana Yesu asifiwe. Farao alikuwa ni mtawala katika hiyo nchi. Bwana Yesu asifiwe. Na Yusufu anapata nafasi ya kuingia katika hiyo nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Tuangalie Esther. Esther 4. Tuangalie Mordekai. Mavazi yale ambayo alikuwa amevaa na ni kwa nini alikuwa ameyevaa. Bwana Yesu asifiwe. Esther 4:1-4. Basi Mordekai alipojua mambo yote yaliyofanyika, alizirarua nguo zake, akajivika gunia pamoja na majivu, akachoka hata kufika katikati ya mji, akalia kwa sauti kuu ya uchungu.
Pia akafika hata mbele ya mlango wa mfalme, maana hakuna awezaye kuingia ndani ya mlango wa mfalme hali amevaa magunia. Na katika kila jimbo ambapo amri ya mfalme na mbiu yake imewasili, palikuwapo msiba mkuu kwa Wayahudi, na kufunga na kulia na kuomboleza, hata na wengi wakalala juu ya gunia na majivu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Neno la Mungu linazungumza kuhusu Mordekai. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mordekai akavaa nguo za magunia. Bwana Yesu asifiwe. Na akajipaka majivu. Mordekai akawa ako na uchungu. Vazi ambalo alikuwa amelivaa lilikuwa ni vazi la uchungu, vazi la maombolezo, sauti ya kilio. Bwana Yesu asifiwe. Analia ni kwa sababu ya Wayahudi wanaenda kuangamia. Bwana Yesu asifiwe. Anatembea katika majimbo yote ya Wayahudi akitangaza kwamba kunayo amri ambayo mfalme Ahasuero amekwisha kuitangaza. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba Wayahudi wote hakuna atakayesalia, wote wataangamia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anavaa magunia, anajipaka majivu, analia kwa uchungu. Bwana Yesu asifiwe. Na katika ule uchungu ambao alikuwa na, hakutaka hata mtu yoyote akaweze kubadilisha yale mavazi ambayo alikuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yaani hakutaka mtu yoyote akaweze kumkaribia kwa sababu ya yale machungu na maumivu ya moyo ambayo alikuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu ambaye amevalishwa vazi la maombolezo, vazi la mauti. Kunazo familia zinavalishwa mavazi kama haya. Bwana Yesu asifiwe. Kunazo familia zinavalishwa mavazi ya kilio. Kunazo familia zinavalishwa mavazi ya kukataliwa. Kunazo familia zinavalishwa mavazi ya uchungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Familia ambazo zinavaa mavazi ya magunia zinalia mateso na kuhangaika. Bwana Yesu asifiwe. Mordekai alipovaa haya mavazi alizunguka kila sehemu, akawa analia kwa uchungu mwingi sana. Bwana Yesu asifiwe. Anaangalia ni nani ambaye anaweza kutukomboa, ni nani ambaye anaweza kututoa katika hii shida. Bwana Yesu asifiwe. Lakini katika haya yote ukumbuke kwamba Esther ameingia katika nyumba ya mfalme, katika wale wasichana ambao walikuwa wanajipodoa. Bwana Yesu asifiwe. Na Esther yuko mahali pale, hakwenda tu kumpendeza mfalme, hakwenda mahali pale kupendeza wanadamu, bali ameenda na lengo moja, kwamba Wayahudi wakaweze kupona. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mordekai bado ana uchungu ndani ya moyo wake. Amesikia kila habari ambazo zimenenwa, amesikia kila amri ambayo imetajwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hili vazi la uchungu likawa limemwingia, vazi la huzuni likawa limemwingia, vazi la maombolezo likawa limemwingia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kunaye Mungu mbinguni ambaye alimuondolea vazi la uchungu na vazi la maombolezo na sauti ya kilio, na wakavalishwa vazi la ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kunaye mtu ambaye anaenda kuvalishwa vazi la ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Vazi la uchungu Bwana anaenda kuliondoa. Maana ni uovu ambao shetani anapigana na wewe, ni maovu ambayo ibilisi anapigana na maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Ule uchungu na kuomboleza na sauti ya kilio, Bwana anaenda kutuondolea mchana wa leo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na baada ya kuondolewa kuna vazi la ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vazi la furaha, kuna vazi la kicheko, kuna vazi la amani. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vazi la tumaini. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Vazi la tumaini. Mahali hakuna tumaini, tumaini linaenda kupatikana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mahali hakuna amani, Bwana anaenda kuvalisha watu mavazi ya amani. Bwana Yesu asifiwe. Lile vazi la uchungu, vazi la kulia, Bwana anaenda kuliondoa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tusome hiyo Esther 5:1.
Ikawa siku ya tatu, Esta alijivika mavazi yake ya kifalme, akasimama katika ua wa ndani wa nyumba ya mfalme, kuelekea nyumba ya mfalme. Naye mfalme akaketi juu ya kiti chake cha enzi katika nyumba ya mfalme, kuelekea mlango wa nyumba. Ikawa mfalme alipomwona Malkia Esta amesimama uani, yeye akapata kibali machoni pake, naye mfalme akamnyoshea Esta fimbo ya dhahabu aliyokuwa nayo mkononi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Neno la Mungu linasema kwamba Esta akavaa mavazi yake ya kifalme. Bwana Yesu asifiwe. Na alipovaa mavazi yake ya kifalme, alienda akasimama katikati ya ua wa ndani wa nyumba ya mfalme, akielekea chumba cha ndani. Bwana Yesu asifiwe. Naye mfalme Ahasuero ameketi katika kiti chake katika chumba chake. Mfalme alipomwangalia Malkia Esta akamnyoshea fimbo, naye Esta akapata kibali machoni pa mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna watu ambao wametolewa mavazi ya kibali. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza enda mahali, labda umeenda kutafuta kazi, ama umeenda ni kwa ajili ya jambo la muhimu, lakini unaonekana ni kana kwamba huna kibali. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo Bwana anaenda kupeana watu mavazi ya kibali, ya kukubalika mahali pote pale unapoingia, unapokanyaka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Esta akawa amesimama katika ua wa ndani anangojea, lakini hoja ya moyo wa Esta alikuwa aingie ndani ya chumba cha mfalme na anene yale ambayo anataka kuyanena ni kwa ajili ya Wayahudi. Bwana Yesu asifiwe. Hakwenda mahali pale ili akampendeze mfalme wa Ahasuero. Bwana Yesu asifiwe. Hakwenda mahali pale ili akaonekane yeye mzuri mbele ya mfalme wa Ahasuero. Bwana Yesu asifiwe. Yeye alitaka kumpendeza Bwana na Bwana akampa kibali mbele ya yule mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kuwa amevaa yale mavazi ya kifalme. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anapata kibali cha kuingia ndani. Bwana Yesu asifiwe. Anapata kibali cha kukaribishwa katika chumba cha ndani cha mfalme Ahasuero. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana akakuvalishe mavazi ya kibali mchana wa leo. Bwana Yesu asifiwe. Na Bwana akakuvalishe mavazi ya utukufu wa Mungu katika kila mahali na katika kila njia zako unazoziendea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na ukaweze kuwa mtu mwenye kumpendeza Bwana na ukakae katika utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Yoshua alikuwa anahitajika kutembea katika utakatifu. Mavazi yake yalikuwa yanahitajika kuoshwa ili yakawe matakatifu machoni pa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maneno ya vinywa vyetu yakawe matakatifu, njia zetu zikawe takatifu. Bwana Yesu asifiwe. Mavazi yetu ya ndani yakawe takatifu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ili tukaweze kumpendeza Bwana na tukaweze kupata kibali cha kumkaribia Bwana, lazima tutembee katika utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Esta anapata kibali mbele ya mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Anakubalika, naye mfalme anamnyoshia fimbo na Esta anapata kuingia ndani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Acha tuangalie kitabu kingine. Sitaki nikuchoshe sana. Wafalme wa pili 2. Hii inaanzia 1 tofauti, lakini hatutaisoma kuanzia hiyo 1. Naweza kujisomea pia wewe mwenyewe. Tunaanzia hapo 8. Elia akalitoa vazi lake la juu, akalikunja, akayapiga maji yakagawanyika huko na huko, na hao wawili wakavuka pakavu. Hata ikawa walipokwisha kuvuka, Elia akamwambia Elisha, omba kwangu lolote utakalo nikutendee, kabla sijaondolewa kwako
Elisha akasema, nakuomba sehemu maradufu ya roho yako na iwe juu yako. Akasema, umeomba neno gumu, lakini ukiniona nitakapoondolewa kwako utalipata, la hukuniona ulipati. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Neno la Mungu nazungumza kuhusu mtumishi wa Mungu Elia. Bwana Yesu asifiwe. Elia, wakati ambao ulikuwa umefika, Bwana akaweze kumpandisha mbinguni, naye akawa kuna mtumishi wa Mungu Elisha. Bwana Yesu asifiwe. Elisha alikuwa nyuma ya Elia. Mahali pote Elia anapokanyaga, Elisha alikuwa yuko nyuma yake. Bwana Yesu asifiwe. Na unapoanzia hiyo moja, neno la Mungu linasema kwamba wakati huo Bwana anataka kumpandisha Elia mbinguni kwa upepo wa kisulisuli. Wana wa manabii wakawa wanamwambia Elisha ya kwamba, je, unajua ya kwamba Bwana wako ataondolewa leo mbele yako asiwe mkubwa kwako? Bwana Yesu asifiwe. Lakini Elisha anawajibu, anawaambia kwamba najua, nyamazeni. Bwana Yesu asifiwe. Chochote watakachomwambia alikuwa anawaambia najua, nyamazeni. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Neno la Bwana tuambia kwamba Elia akamwambia Elisha ya kwamba Bwana amenituma Yeriko, kaa mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Elisha bado anamwambia Elia kwamba sitakuacha, kama jinsi roho yako inavyoishi ni Bwana Mungu wako anavyoishi, sitakuacha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini Elisha amwambie mtumishi wa Mungu Elia kwamba sitakuacha? Alikuwa ameona nini kwa mtumishi wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Wanaendelea mbele, anamwambia kwamba Bwana amenituma niende Yordani. Bwana Yesu asifiwe. Walipofika katika mto wa Yordani, anamwambia Elisha kaa mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini bado Elisha anamwambia kwamba sitakuacha. Bwana Yesu asifiwe. Na wanapoendelea kusonga mbele, Elia anamwambia Elisha kwamba omba lolote nami nitakutendea kabla sijaondolewa kwako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mtumishi wa Mungu Elisha anamwambia kwamba nipe sehemu ya roho ambayo iko ndanini mwako. Bwana Yesu asifiwe. Hili lilikuwa ni vazi ambalo liko ndani ya mtumishi wa Mungu Elia. Elisha anaomba sehemu ya roho ambayo iko ndani ya mtumishi wa Mungu Elia. Bwana Yesu asifiwe. Elia anamwambia Elisha kwamba umeomba jambo gumu, lakini utakaponiona nikiondolewa kwako, basi utalipata. Na kama hukuniona nikiondolewa kwako, basi hutalipata. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Je, kunalo vazi ambalo umepokea kwa mtumishi wa Mungu, nabii wa Mungu anaposimama katika haya madhabahu? Bwana Yesu asifiwe. Ambayo ni sehemu ya roho ambayo Bwana amempa. Bwana Yesu asifiwe. Hilo vazi ambalo lilikuwa la Elia halikuwa vazi la kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Lilikuwa ni vazi ambalo lilikuwa linafanya mambo makubwa. Lilikuwa ni vazi ambalo linafanya ishara na miujiza. Lilikuwa ni vazi ambalo lilikuwa linaleta ukombozi. Bwana Yesu asifiwe. Lilikuwa ni vazi ambalo lilikuwa linafanya mambo yasiyokuwa ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linatuambia kwamba walipovuka katika huo mto Yordani, walipoendelea kusonga mbele wakiongea, kulitokelezea magari ya moto na mafarasi wa moto, wakawatenga hawa wawili. Bwana Yesu asifiwe. Na Elia akapanda na upepo wa kisulisuli. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Neno la Mungu linatuambia kwamba baada ya kutengwa hawa wawili, Elisha amebakia peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amebaki mahali pale peke yake. Akazirarua nguo zake. Bwana Yesu asifiwe. Aliporarua mavazi yake, akaliokota lile vazi la Elia, akalikunja. Na alipolikunja, akasema yuko wapi Mungu wa Elia? Na akayapiga maji na yakagawanyika. Bwana Yesu asifiwe. Alipoyapiga maji na kugawanyika, alipita katika ile bahari, katika nchi kavu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Naye Elisha akawa anatumia lile vazi. Bwana Yesu asifiwe. Vazi la mtumishi wa Mungu Elia. Bwana Yesu asifiwe.
ambayo ilikuwa ni sehemu ya roho ambayo ilikuwa iko juu ya Eliya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hili vazi ambalo unapewa na mtumishi wa Mungu linahitaji utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Linahitaji unyenyekevu, linahitaji kupenda kumpendeza Bwana kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Uwe ni mtu ambaye unatembea katika njia za Mungu zinazompendeza. Bwana Yesu asifiwe. Ile sehemu ya roho ambayo ilikuwa kwa Eliya ikamwangukia Elisha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Elisha akaipokea, na alipoipokea alifanyizia kazi. Bwana Yesu asifiwe. Lile vazi halikuwa la kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Lile vazi halikuwa ni vazi la kibinadamu tu, bali lilikuwa ni vazi ambalo linafanya mambo makubwa katika ulimwengu wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lilikuwa linafanya miujiza, linafanya maajabu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sehemu ya vazi ambalo mtumishi wa Mungu ako nayo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unahitajika ukaweze kuitunza lile vazi. Bwana Yesu asifiwe. Maana ni sehemu ambayo imetoka kwa mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni vazi ambalo limetoka kwa mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hili vazi linahitaji kuangaliwa katika njia inayopendeza. Bwana Yesu asifiwe. Yoshua amevalishwa mavazi ya uchafu, lakini akaondolewa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Akaondolewa uovu wake wote, akavalishwa mavazi ya thamani. Bwana Yesu asifiwe. Mavazi mazuri, mavazi ambayo yalikuwa yanameremeta, mavazi ambayo yalikuwa yamejaa moto na nguvu za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maana tayari alikuwa anaonekana yeye ni kinga ambacho kimetolewa motoni. Kinga ambacho kimetolewa motoni kinawaka moto. Bwana Yesu asifiwe. Kinga ambacho kimetolewa motoni kinatishia mapepo. Bwana Yesu asifiwe. Kinga ambacho kimetolewa motoni waovu hawawezi kukitazama. Bwana Yesu asifiwe. Kinga ambacho kimetolewa motoni kinafanya mambo makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Yoshua akawa anaonekana yeye ni kinga, lakini ibilisi bado anashindana na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Vitu ambavyo umevalishwa vinashindana na maisha yako, vinashindana na nyumba yako, vinashindana na jamii yako. Bwana Yesu asifiwe. Na Bwana anapokuangalia anakuona wewe ni mtu wa maana, mtu wa kuheshimika, mtu wa baraka. Bwana Yesu asifiwe. Mtu ambaye unastahili kukaribia ama kupatiwa tena nafasi ya kumtumikia Bwana ama ya kumkaribia Mungu katika utukufu wake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Leo tukamwambia Bwana kila vazi la uchafu ambalo tumevalishwa, Bwana akaweze kututakasa. Bwana Yesu asifiwe. Akaweze kutuosha, mavazi yetu yakawe safi, mavazi yetu yakaweze kumpendeza Bwana, mavazi yetu yakaweze kupata kibali. Bwana Yesu asifiwe. Mavazi yetu yakaweze kukubalika mahali popote pale. Bwana Yesu asifiwe. Wajua unapochafuliwa, tunapoenda mahali popote wewe hauna kibali. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unaweza enda mahali na hata ukakosa kupewa kiti kwa sababu unaonekana vazi lako la ndani limechafuka. Na unapochafuka ndani hata nje hauonekani kitu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Bwana anaenda kuvalisha watu mavazi ya heshima, mavazi ya thamani na mavazi ya kumpendeza Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kama vile Elisha alitumia lile vazi ambalo lilikuwa la mtumishi wa Mungu na likawa linafanya mambo makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Lile vazi likawa linafanya miujiza. Akawa anasema yuko wapi Mungu wa Eliya, ili nikaweze kumuona kupitia ile vazi. Bwana Yesu asifiwe. Maana alikuwa ameomba ya kwamba apewe sehemu ya roho ya vazi la mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo tukamwambie Bwana akatuoshe, akatutakase, akatusafishe na tukatembee katika utakatifu, tukatembee katika unyenyekevu, tukatembee katika utiifu, na zaidi ya yote tukampendeze Bwana kama vile Esther alivyompendeza Bwana na akapata kibali mbele ya mfalme wa Asero. Na Bwana awabariki.